Mwanaharakati kutokea Kenya Boniface Mwangi ameendelea kuonyesha dalili ya chuki na nchi ya Tanzania, na huku akiendelea kumwomba Rais William Ruto lakini pia na wale wakazi wa nchi ya Kenya na jeshi la polisi kwamba endapo likabaini kama kuna Mwantanzania ama Mtanzania aliyeko, basi inabidi pia na yeye aliyeweza kuyapitia basi aweze kuyapata, yani ikiwa ni kama kisasi, na huku akiweza kuchafua hali ya Tanzania kuzungumza kwamba aliweza kufanya matukio ambayo hayakuwa ni ya kiungwana, huku akiweza kusema kwamba aliteswa sana na aliingiliwa kinyume na maumbile. Sasa ni swala ambalo pia nafikiri kwa awali tuliweza kumsikia Rais William Ruto akiweza kuomba msamaha, lakini cha ajabu tumeweza kumuona mwana activities lakini pia na mwana sheria ama mdau wa kisiasa Boniface Mwangi ambaye kiuhalisia amekuwa akijaribu sana kutengeneza chumvi na chacho ili mradi kumfanya Rais William Ruto aweze kutoka kwenye mfumo na kuamini kwa sasa Tanzania ni kama nchi ya uadui. Yani alichokifanya Rais William Ruto ni kutengeneza tu ile amani ambayo imekuwa kidumu ndani ya miaka mingi, lakini kwa mwanaharakati wa kisiasa Boniface Mwangi ameonekana kabisa kwamba yani nia yake ni kuhakikisha kabisa kwamba Watanzania wote wanaoishi Kenya basi pia na wao waweze kukipata cha moto. Kama ni kupigwa na kuteswa, basi anachokitaka yeye Boniface Mwangi ni kwamba Watanzania walioko Kenya basi pia na wao waweze kufanywa matukio ambayo yatakuwa si ya kiungwana. Sasa hapo kiuhalisia nahisi kabisa hakuna cha kujenga, bali hapo tunakuwa tunabomoa, na huenda ambalo litakuwa kuja kutokea litakuwa ni baya zaidi ya hapa ambalo amekuwa akianza kuliandaa. Cha msingi tukutane kwenye idara ya comment, lakini kwa wale wafanikiwa kusikiliza interview ya Boniface Mwangi waliweza kumsikia nini anachokihitaji, yani na huku uchochezi ambao amekuwa akiutengeneza katika nchi ya Kenya. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment ili kwenye short and clear information kutokea katika channel ya Hatuboy Media.